Ni mchezo mzuri of course, kutafuta dakika 90. Yaani dakika 90 kutafuta goli moja kwa JKT Tanzania sio kitu kidogo. Ni timu tu ambayo ina uwezo mkubwa kuhifadhi nishati dakika zote, kwa maana wanasema wazungu kuwa na ile endurance, kwa maana uvumilivu wa dakika 90 ndio timu pekee ambayo inaweza ikapata matokeo kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Huu ni uwanja mkubwa zaidi kuliko uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Mapana yake, marefu yake yanazidi uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kama huna nishati ya kutosha, kama huna determination, kama huna uvumilivu, kwa maana endurance, huwezi kutoboa. Na hii inadhihirisha kwamba Simba kwenda katika hatua finali sio kwa kubahatisha. Hatua finali ya kombe la shirikisho Afrika sio kwa kubahatisha, kwa maana wanaweza kucheza mechi ngumu. Hii mechi aliocheza mimi naifananisha na mechi ambayo Simba alicheza dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, kwa sababu ilikuwa ni mechi hii mechi Simba aliocheza na JKT Tanzania ni mithili ile mechi aliocheza dhidi ya Al Ahly Tripoli ya Libya, kwa sababu Simba aliruhusu bao katika uwanja wa Benjamin Mkapa kipindi cha kwanza mapema kabisa, bao la Pasensi ya Mabululu, lakini baada ya hapo akasawazisha akapata goli 3 safi kabisa. Lingine la offside lile wakalikataa kama unakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi tough ambayo ina migongano, tight marking kweli kweli na compactness, kwa maana wachezaji walikuwa waachiwa nafasi. Uliona leo, na hii ndio mechi ambayo ilikuwa inawapa Simba intensity kuelekea pia kwenye mechi ya finali. Mimi nilikuwa natamani hii mechi ya leo pengine ingekuwa ndio mechi ya mwisho katika zile 4 za Simba kabla ya kwenda kwenye finali dhidi ya RS Berkane tarehe 17. Ndio ingekuwa mechi ya mwisho, kwa sababu ingewapa wachezaji intensity pamoja na ile wanasema kuwapa wachezaji determination. Lakini wanaenda kucheza baadaye mechi na Pamba tarehe 8, alafu wanacheza na KMC. Hii ndio mechi ambayo ilikuwa ina determine ukubwa na ubora wa klabu kama ya Simba, kwa sababu naona namna ambavyo JKT walikuwa wanapambana, hawapi Simba nafasi ya kucheza. Tazama Edward Songo alivyokuwa anacheza high press, tazama eneo la chini leo walipompoteza machezo kapotea kabisa. Lakini huyo machezo mwenyewe Nasoro Maulidi aliwasumbua Yanga Afrika hapa, aliwapoteza kina Pacome, alimpoteza Stefan Azikia, alimpoteza Chama wakuonekana, lakini leo hatumuoni. Ni kwa nini? Kwa sababu kocha aliingia na game plan ya maana sana. Leo alitia Kagoma akawa kama beki wakati, kwa sababu Chamuka Raboya kwepo. Kagoma amecheza leo, ameonyesha upande wake wa pili kwamba I can play central defender, I can play defensive midfielder, I can play central midfielder. Anaweza akacheza maeneo mengi, hata namba 10 akacheza. Na ndio mchezaji ambaye alikuwa anasajiliwa kwa ulaghai. Yaani ni kama ilikuwa inafanyika biashara ya utumwa, kwamba upewe madini alafu umpe hereni au umpe mkufu. Madini kwa hereni. Yaani kwa wazungu walivyokuwa wanafanya ile biashara ile, kwamba wakupe madini, wakupe cheni au hereni alafu wape madini, dhahabu ya pale Geita. Kwa hiyo Kagoma alikuwa anasajiliwa kwa milioni 30, ni kama vile wazungu walivyokuwa wanafanya kipindi kile. Sio, unanisikia vizuri? Mbona unahuzunika? Biashara ile ilishapita. Wasiwasi wako nini? Kwa hiyo milioni 30 yenyewe kwa awamu 3. Kwa hiyo leo tunaona mwamba anazima pale kati. Hakuna kabisa usumbufu uliopatikana. Dilunga amepotezwa, Kichuya amepotezwa na Kagoma mmoja. Kwa hiyo Kagoma unaweza kumuita Putin mpya aliozaliwa. Ni Putin ambaye anafanya majukumu mengi sana uwanjani. Hana kadi za ovyo na mambo kama hayo. Lakini nimependa kuanza kuona ubora wa Deborah Fernandez Mavambo. Unajua Mavambo alianza kupotea kwenye ubora wake. Leo amepewa nafasi ya kucheza. Uliona namna ambavyo anagusa, anaachia, lakini ana determination, anapigwa kiatu na nyanyuka. Kilichonivutia zaidi ni namna ambavyo Mutale Budo amerejea kwenye ubora wake. Leo kama sijajua kama man of the match ametangazwa nani, kama mlifuatilia hapo juu, lakini kwangu Joshua Mutale hata kama hajafunga goli alikuwa na deserve kuwa man of the match. Amecheza mpira mkubwa sana, amepata confidence, sio mbele ya KMC wala Pamba Jiji, nieleweke vizuri, dhidi ya JKT Tanzania, timu ambayo imewanyima Yanga usingizi hapa katika uwanja huu hapa. Sio, unaelewa? Amepita katikati ya watu. Yaani ni kama vile Messi tu, anapigwa kiatu, ananyanyuka, anaondoka, anagusa, anaachia, anapiga pasi. Alichokuwa anakosa ni kumaliza eneo la mwisho. Na ile kumaliza watu wanamlaumu, lakini Ahoua alikuwa anamvuruga, anamtoa, sababu Ahoua alikuwa anatamani zaidi awekewe yeye ili afunge. Kwa hiyo utaona namna ambavyo Simba amecheza kwa ubora mkubwa. Fabrice Ngoma anawapeleka Simba kidedea, anawapa pointi 3. Tena kipindi cha kwanza ndio kipindi ambacho nilikuwa nawaambia hapa Simba anapaswa kumaliza mechi. Sababu kipindi cha pili of course Simba mara nyingi hawacheze mpira mzuri wa kuvutia. Leo kocha hakutaka wachezaji wake waumie. Umeona Ateba ametoka benchi, Zimba alikuwa benchi, baadaye Chasambi ameingia. Umeona namna ambavyo anajaribu kuswitch, kwa sababu ana mechi nyingi. Kila baada ya siku mbili wana mechi. Kwa hiyo hii ndio namna ambavyo timu ya finali ya kombe la shirikisho Afrika inapaswa kucheza kwenye michuano ya ligi kuu ya kandanda Tanzania bara dhidi ya JKT Tanzania. Pointi hizi 3 ambazo amezipata Simba leo pengine zinakwenda zinapunguza gap ambalo wakunao na Yanga pamoja na ushindani ambao kwa mechi ambazo zimesalia kwao. Sio tu kupunguza, ni pointi 3 ambazo zimewanyima Yanga usingizi kusema kweli. Mechi ya leo? Yes, Yanga walali tumbo la kuara. Wana tumbo la kuara. Kwa nini? Wakati
tumbo linasokota. Kwa sababu sasa hivi wanaangalia Yanga katika hesabu zao. Kama unakumbuka kipindi cha nyuma Simba walikuwa wanampigia Yanga hesabu msimu tena uliopita tu kwamba Yanga akikutana na Namungo anaweza akabanwa, Yanga akikutana labda na Azam anaweza akabanwa, Yanga akikutana na KMC anaweza akabanwa, lakini Yanga alikula vizuri, aliwalamba vizuri wale pale. Lakini Yanga hesabu zao walikuwa wanajua katika mechi 4 ambazo Simba anacheza kila baada ya siku 2, kwa maana tarehe 2, tarehe 5, tarehe 8, tarehe 11, walikuwa wanajua mechi pekee ambayo itawazuia Simba, itawapa wao furaha ni hii hapa dhidi ya JKT Tanzania. Kwa nini? Ni timu ambayo kwanza haichangamani na upande wote. Hapa unaingiaje? Simba wenyewe tu jana walinyimwa dressing room hawajaenda. Kauli ipo inatembea gani? CEO wa JKT. Kwamba akisema kwamba nyinyi ni familia, kwa hiyo mnaweza. Sasa yule ameongea, lakini simuona game. Mimi katika vitu ambavyo navipenda ni kwamba unaweza ukasikia kauli kama hizo lakini bado mpira ukaona uwanjani. Lakini kuna kauli ambazo unaweza sikia Yanga anakutana na timu fulani halafu baadaye kweli ukaona kikosi kilichopangwa inasikitisha, kikosi cha 3 labda au cha 4, au unaona labda kipa anarudisha mipira hivyo. Kwa hiyo mimi natamani kuona kauli zinatoka halafu tunaona mpira uwanjani. Mfano kama leo JKT walivyocheza mpira, unawezaje ukasema kauli ya Jemedari labda pengine ilikuwa inaleta changamoto yoyote? Mpira umepigwa, Simba walikuwa wanaomba mpira uishi, ulikuwa unasikia dakika ya 89 refa agiza. Kwa nini? Kwa sababu wanaona kabisa anything can happen. So to me JKT ni moja ya timu ambayo inatoa challenge kwenye ligi na natamani wawe hivi. Kuna timu nyingi za jeshi of course zilikuwa zinafanya vizuri lakini zinaanza kupotea kwenye ramani. Polisi Tanzania ni timu iliyokujaga vizuri sana lakini baadaye wakaanza kupotea. Mashujaa ambao tulikuwa tunaona walikuwa wafanya vizuri sana, this time Mashujaa akicheza na Simba watakaza. Walikutana na Yanga utaona anampa kiulaini tu zile points, anapigwa goli 5 kule Lake Tanganyika hao. Anacheza dhidi ya Simba anang'ata meno. Mchezaji anabebwa kwenye machela anaruka kabla hata hajafikishwa nje. Kwa hiyo Simba wanadhihirisha ukubwa wao na of course Simba wanapenda mechi ngumu kama hizi ambazo ni za cheza hakuna kupoteza muda. Na JKT leo wametoa somo kwa vilabu vingine vilivyosalia. Unapocheza na Simba hakuna haja kupoteza muda, piga ni kupiga, cheza mpira tucheze, mwisho wa siku matokeo yanapatikana. Na hii ndio Simba ambayo inaweza ikaanza kuwapa watu taswira kwamba msimu huu wamedhamiria ubaya ubwela. Wanawadanganya. Yaani wanawapumbaza kwamba wanajenga timu lakini kumbe mwisho wa siku wanautaka ubingwa. Kwa hiyo Yanga wanaumia sana. Yaani katika siku leo usimsalimie mtu wa Yanga. Anza kupiga kofi. Na ile barua sasa inapelekea ile barua. Yanga wampeleka barua serikalini. Nisikitike. Kwa nini usikitike? Karatasi 167 hizo zinazungumzwa. Karatasi nyingi. Yanga inaongozwa na watu jamani. Wako sahihi je? Kukataa mechi na kukataa bodi ya ligi na kukataa TFF, it's good. Hawana imani Yaani unaweza ukasema ni sawa, lakini unavyosema tunaenda hadi serikalini kupeleka eti kwamba Simba anapendelewa, wakaorodhesha goli la Ateba dhidi ya Azam pale Zanzibar, goli la Ngoma, magoli yale yalikuwa ya offside, unapeleka serikalini. Unaelewa vizuri kwamba penalti Simba walipata dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa KMC ilikuwa batili. No, ilikuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji, ilikuwa batili. Yaani unapeleka matukio serikalini, then how? Mimi ukiniambia labda tunaenda TFF na bodi ya ligi aturudi, hatuna imani nao. Mbuzi wa bwana Hera tuwezi kwenda kule, tutachinjwa sisi, sio? Sababu alishawavua nguo TFF na bodi ya ligi kwamba bwana nyie amfaya tuwataki, wakaenda kasi. Lakini leo eti na serikalini tena. Oya, hivi Yanga wafahamu kwamba serikali hairuhusiwi kuingilia masuala ya mpira? Kuna ligi nyingi zimeshuka ubora. Majirani zetu tu wamepotea kwenye ramani ya soka kwa sababu ya kupeleka mpira serikalini. Leo Yanga wanaenda kwamba yani mfamaji, yani hii ni ile mtu anakaribia kufa kwa ICU. Anatapatapa. Anagusa huko akugusiki. Anajaribu kula chips yai haipandi. Chips kuku haipandi. Mishikaki kidogo haipandi. Niwekee na chumvi kidogo haipandi. Dagaa kidogo mchele. Yani sasa hivi wanaangalia ni kama vile kuku anapigwa anaenda kibla. Yanga ni kama kuku anaenda kibla. Yani unaendaje serikalini? Serikali hairuhusiwi kuingiliwa masuala ya mpira, serikali ingilii, FIFA wataki. Unaelewa vizuri? Kwa hii ndio maana halisi ile kauli ya Ahmed Ally ya ubaya ubwela ile na mashaka nayo. Anapaswa kuongezewa mshahara mara 3 wa ule alionao Ahmed Ally. Kwa ajili ya kauli mbiu tu. Sasa kauli mbiu inasema ukweli. Huko nimesikia Mo naye amewaita watu kula anawaambia nataka nidhamini timu 10. Ubaya mwingine unaingia. Ingawa hiyo mimi napinga, Mo haiwezekani. Ataharibu ligi itakuwa na ushindani. Hawaje iketea tutaona hii fujo, hii vurugu hizi za kucheza mpira tutaona. Watakuwa wanacheza tu hapa. Unashindania ligi ya ndani ili uende wapi? Yanga amechukua makombe zaidi ya Simba, sio? Simba amechukua mara nyingi, then ni nini yani? Lazima uchukue ubingwa wa Afrika. Yani
Wewe maintain nafasi ya pili, ubingwa achana nao. Sasa kama unataka tu udhamini timu 10, yule ana 7, sijui ana 8, alafu wote mnapambana uwanjani, hakuna mkate mgumu mbele ya chai, mwisho wa siku tutaona ule ubora. Kwangu mimi ninachoamini ni kwamba mpira uchezwe uwanjani tuone. Nasikia Mo anasema sasa hivi milioni 50 hashindwi kumpa Feitoto, hashindwi kumpa kwa mwezi milioni 50 Feitoto, hashindwi kupeleka milioni 800 na nusu, milioni 850 hashindwi. Kwa nini? Kwa sababu anachotaka yeye ni kuboresha timu yake. So kwangu mimi naweza nikasema Simba kwa level waliocheza leo, Berkane wajiangalie. Wajiandae. Mpira ni mkubwa sana unachezwa.